Mimi kuweza kujiunga na kazi ya ufundi ni kitu ambacho nilikuwa ninakipenda maisha yangu yote. Nilikuwa napenda sana kazi za kiume na hasa kazi ya ufundi. Kwa hiyo mapokezi ya kwao yakaja kutokea baada ya kuiona kazi, kumbe ndo wanafanya kazi hivi. Wakanipokea, lakini mwanzoni walikataa kwa sababu ni kwanza ni wa kike, lakini pia sikuwa na cheti. Lakini pia kuna mwezo ukampata, unamwambia hili la kazi, anakuletea swala lingine. Hiyo pia ni changamoto katika kazi hii tunayofanya sisi mafundi wa kike. Naitwa Charlie Bernard Mayunga, ni mkazi wa hapa Mpanda mjini. Mwitikio wa mafundi wa kike kutokuwa mkubwa inatokana na asilimia kubwa ya wanawake kuhisi kama hawawezi, lakini kitu ambacho si kweli. Wanawake tunaweza, na hata bila kuwezeshwa muda mwingine tunaweza. Ila sasa unakuta na kuna jambo jingine pia, wanawake asilimia kubwa anapokwenda kuomba kazi sehemu, akimwelezea bosi kwamba mimi ninaweza nikafanya hii kazi, asilimia kubwa ya mabosi unakuta ni wa kiume, anakuwa haamini kama huyu mwanamke kweli anaweza kanifanyia kazi kwa weledi sawa sana ninavyohitaji. Kwa unakuta inatupelekea ugumu. Binafsi hata mimi kufika hapa sikuanza mwenyewe, nilikuwa natumia mafundi wa kiume mara nyingi. Kienda kwa bosi kumuomba kazi, akienda tofauti nilikuwa najaribu kuungana na mafundi wa kiume, kwa unakwenda kufanya kazi kupitia mafundi wa kiume, na mpaka kufikia hatua ya kuonekana na baadhi ya site nikawa nakabidhiwa mwenyewe. Ila sikuanza mwenyewe kwa sababu ya ile tu mwitikio pia wa wateja wenyewe ndio unaopelekea hata wanawake sio wengi. Mimi kuweza kujiunga na kazi ya ufundi ni kitu ambacho nilikuwa ninakipenda maisha yangu yote. Nilikuwa napenda sana kazi za kiume na hasa kazi ya ufundi. Kwa hiyo inipelekea mimi kutaka kujifunza sana kazi za kiume kuliko kazi za kike. Na hata nyumbani kwetu nikiwa mdogo nilikuwa napenda sana kazi za kiume zaidi kuliko za kike. Kwa hata wazazi walini-encourage, walinishawishi au walinisukuma kuweza kuzifanya kazi za kike, na ndio nilikuja nikaangukia sasa kwenye shughuli ya ufundi ambayo nilikuwa nikiipenda toka zamani. Na nimeifanya ni ndani ya miaka 10 mpaka sasa hivi. Changamoto kwenye kazi, hakuna kazi sio na changamoto. Changamoto napitia zipo, lakini ni changamoto ambazo zinawezekana kurekebishika kulingana na utayari na mapokezi ya kwangu binafsi. Kwa changamoto zipo, inawezekana umempata bosi kama hivyo nimesema kwamba unaweza kumpata bosi na asiamini kama unaweza kumfanyia kazi. Ile ni sehemu ya changamoto zangu, lakini si kwamba ninashindwa, ninaweza na najiamini ninaweza, ndio maana naweza nikampata bosi kama anahitaji kazi. Lakini pia kuna mwezo ukampata, unamwambia hili la kazi, anakuletea swala lingine. Hiyo pia ni changamoto katika kazi hii tunayofanya sisi mafundi wa kike. Tuendelee baada ya siku ya leo. Siku ya leo tumekuja hapa kwa ajili ya kuhakikiwa kwamba tunaweza kweli kufanya kazi kwa vitendo na sio kwa maneno. Baada ya hapo tuweze kupatiwa vyeti. Lakini binafsi ninafurahi sana kuweza kupata cheti, kwa sababu ninaamini kwamba kitanipanulia wigo mkubwa kuweza kufika kwenye malengo yale ambayo nilikuwa nayakusudia. Sababu hapa nilipo sio sehemu yangu ya malengo. Naamini kwamba kwenye kazi ya ufundi nataraji nifike mbele, lakini kupitia cheti hiki ambacho nitakipata kitanifanya niweze kupata kazi nyingine ambazo sijawahi kuzipata au nilitarajia kuzipata. Kwa mfano, kuna sehemu niliwahi kuomba kazi nikaambiwa ni sekta ya serikali, nikaambiwa na wanataka vyeti. Nilikwenda kufanya kazi, lakini ni lazima nimtumie mtu mwingine akaniombea ile kazi. Kwa hiyo nikafanya kazi kupitia mgongo wa mtu mwingine. Kwa hiyo mapokezi ya kwao yakaja kutokea baada ya kuiona kazi, kumbe ndo wanafanya kazi hivi. Wakanipokea, lakini mwanzoni walikataa kwa sababu ni kwanza ni wa kike, lakini pia sikuwa na cheti. Kwa hiyo inawezekana siku ya leo kanifanya nikapata kibali cha kuweza kusogea kwenye hatua nyingine ambayo nilitamani kuifikia.